Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza, nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Tufumbe macho tuombe. Uhimidiwe Mungu wa mbinguni, uhimidiwe Mungu muumba wa mbingu na nchi, uhimidiwe Mungu mwenye kutunza ahadi, uhimidiwe na kupewa sifa za kila aina, Mungu ambaye ni mwaminifu katika ahadi zako. Asante Mungu kwa muda na wakati huu tena. Msikilizaji yuko tayari kukusikiliza Mungu. Yuko tayari kulisikiliza neno lako. Tia kitu cha ajabu sana katika moyo wake. Mungu Baba, ninahitaji siku moja, ninatamani siku moja nione mtu ambaye anasema amebarikiwa kupitia huduma hii ya kusoma neno la Mungu. Angalau afurahi kwamba amefanikiwa kuisoma Biblia kwa njia ya kuisikiliza. Ameisoma kwa sehemu kubwa sana na hatimaye aseme amebarikiwa. Natamani sana umpe usikivu mzuri sana msikilizaji. Mbariki kimwili, mbariki kiroho. Tusaidie tuweze kusoma na kuelewa. Lakini baada ya kuelewa tutende sawa na mapenzi yako. Hivi Mungu, sisi ni kitu gani? Yaani sisi ni kitu gani sisi kama tukikupuuza wewe? Ni furaha gani ambayo tunaweza tukaipata ikiwa tumekupuuza wewe? Tukaipata dunia yote na hatimaye tukakosa ufalme wa mbinguni. Mungu Baba, sisi tutakuwa ni kitu kisichokuwa na maana kabisa. Na kuomba uweze kutubariki kwa namna ya pekee. Bariki mimi pamoja na msikilizaji. Mpe heri, mbarikie watoto wake, mbarikie familia yake, bariki biashara yake, bariki afya yake, bariki wazazi wake, bariki masomo yake. Kwa jina la Yesu Kristo naomba. Basi tupe usikivu mwema katika somo hili kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Bwana msikilizaji wa channel yetu hii ya Mungu ni Tumaini. Leo tunaendelea katika sura ya 15 ya kitabu cha Mwanzo. Katika sura ya 14 msikilizaji ya kitabu cha Mwanzo tulikuwa tunajifunza kuhusu historia inavyoeleza jinsi ambavyo Abraham alipoenda kupigana vita kumwokoa ndugu yake. Kama unakumbuka katika sura ya 13 tulisoma kwamba walikuwa wametengana Lutu pamoja na Abraham. Lutu akaenda upande wa Yordani ambapo sasa kutokana na mifugo yake kuwa mingi aliongeza sana hema yake. Akaitanua hema yake ikawa imeenda mpaka upande wa Sodoma. Sasa katika sura ya 14 tukaona kwamba kulikuja kutokea vita. Wafalme kadhaa wa nchi jirani walikuwa wameenda kuipiga nchi hii ya Sodoma, lakini baada ya kuipiga wakachukua mateka watu. Moja ya mtu ambaye aliyechukuliwa mateka alikuwa ni huyu ndugu wa Abrahamu ambaye ni Lutu. Sasa Abrahamu alipopewa taarifa ile kwamba ndugu yake amechukuliwa mateka, akaona bwana, usinichanganyie habari. Haiwezekani kabisa ukamchukua ndugu yangu. Biblia inasema basi Abrahamu yeye kwa sababu alikuwa ameishi vizuri na watu mahali ambapo alipokuwa amekaa, ikabidi awape silaha na kuambia sasa twende. Tuliona watu zaidi ya 300 na wakaambia sasa ongoza mbele kwa ajili ya mapambano tuweze kumpata ndugu yangu. Basi tukaona kabisa kwamba mzee Abraham alifanikiwa kwenda na jeshi lake, vijana ambao walikuwa wamezaliwa nyumbani kwake, wakapambana vita mpaka wakaenda wakamchukua Lutu aliyekuwa amechukuliwa mateka na mali zake akarudishwa. Tuliona pia pale njiani alipokuwa anarudi mfalme wa nchi jirani pale yule mfalme wa Sodoma akataka kutoa habari za mali ili aweze kumpa, yani vile vitu ambavyo Abrahamu alifanikiwa kuvirejesha katika nchi ya Sodoma. Sasa mfalme wa Sodoma akasema inabidi bana wewe uchukue mali zote ambazo zilizokuwa hapa, mimi uniachie watu tu. Lakini Abrahamu akasema nimesema mbele za Mungu bana, mimi siwezi kuchukua. Siwezi kuchukua kitu chochote kutoka kwako. Usije ukasema kwamba umemsaidia Abraham bwana. Mimi nina mali zangu na mali zangu ninazitoa kwa Mungu, sihitaji msaada kutoka kwako.
lakini hawa watu ambao walinisaidia kwenda kupigana vita tuliotoka nao, hawa wachukue sehemu yao, lakini mimi hapana. Okay, basi msikilizaji, mpaka hapo naamini umepata picha ya sura ya 14 jinsi ilivyokuwa. Sasa twende katika sura hii ya 15 msikilizaji, tuweze kuisoma yote. Sisi tunasoma kifungu hadi kifungu mpaka tunapofika mwisho. Karibu sana, twende pamoja katika sura hii ya 15, na Mungu akubariki sana unapoleta usikivu huu, tuweze kupata sasa mambo mengi zaidi na mwendelezo pia vile vile wa mtiririko wa neno la Mungu. Mwanzo sura ya 15 mstari wa 1 na kuendelea. Unaanza kwa kusema: baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi, likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abrahamu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto? Na atakaye imiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski. Abrahamu akasema, tazama, hukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hatakurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi. Akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota, kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo, nikupe nchi hii ili uirithi. Akasema, Bwana Mungu, nipateje kujua ya kwamba nitairithi? Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na hua na mwana njiwa. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ila ndege hakuwapasua. Hata tai walipotua juu ya mizoga, Abraham akawafukuza. Na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abraham, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Hata na taifa lile watakao watumikia nitawahukumu. Baadaye watatoka na mali mengi. Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema. Na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa Waamori bado. Ikawa jua lilipokuchwa likawa giza, tazama, tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vipande vya nyama. Tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Siku ile Bwana akafanya agano na Abraham, akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa, mto Frati.
Mkeni na Mkenizi na Mkadimoni na Mhiti na Mperizi na Mrefai na Mwamori na Mkanani na Mgirgashi na Mwebusi. Msikilizaji, tumeiona tena hapa sasa ahadi ya Mungu kwa mara nyingine kwa mzee Abraham. Hapo ni mwisho wa sura ya 15. Hiyo ndio sura ya 15. Kwa hiyo katika siku hii ya leo tumeishia hapo katika sura hii ya 15. Lakini kuna mambo mengi pia tumeyaona katika sura hii. Sura hii ya 15 ni ahadi nyingine. Kumbuka hapo kabla Abraham alipewa ahadi kwamba uzao wako utakuwa kama mavumbi ya ardhi. Lakini Mungu anamtoa tena katika ardhi, anamwambia tazama juu. Tazama juu utaona. Ukiweza kuhesabu hizo nyota, basi ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Kwa sababu nitakubariki sana na utapata watoto wengi. Na hapa ni baada ya Abraham kuona kwamba mbona kama mimi, yani Mungu ananipeleka wapi? Kama unakumbuka mstari wa 2 anasema atakayemiliki nyumba yangu ni Eliezeri, ambaye huyo sio mtoto wangu. Inakuwaje tena? Kwa hiyo Eliezeri ndiye ambaye atakayemiliki. Ndipo sasa Mungu anampa ahadi kwamba bwana, hapana, huyu hatamiliki. Atakayetoka katika viuno vyako ndiye huyo ambaye atakayemiliki. Ndiye atakayekurithi wewe. Lakini kuna jambo moja tamu nimelipenda sana hapa msikilizaji. Kuna neno ambalo Abraham anaambiwa, wewe utaishi maisha mema na utakufa katika uzee wako, utapumzika na wazee wako kwa amani kabisa. Hebu angalia mbaraka huu ambao anapewa. Kwanza unapata watoto, una mali, alafu unaambiwa hata katika uzee wako hautakuwa na magonjwa mengi. Hutakuwa na maradhi ya hovyo. Hutakuwa wewe unateseka leo kansa, leo nini kwa sababu umemwamini Mungu. Ukisoma mstari mwingine pale amesema Abraham alipoambiwa vile akamwamini Mungu, na ndipo Mungu sasa akampa hizi ahadi nzuri, sasa akimwambia kwamba hata uzee wako wewe utakuwa ni uzee mwema. Msikilizaji, ninaamini kabisa kwamba hata wewe unapenda sana kupata leo mema kutoka kwa Mungu. Hivi kumbe unapomwamini Mungu anaweza akakupa kitu cha ziada. Hivi uzee ambapo watu wengi unakozeeka ukiwa na matatizo kibao, miguu inauma, mgongo, mara kichwa, mara kuna vidonda vya tumbo na mambo kibao. Lakini ukimwamini Mungu na ukaamini ahadi zake, ukimtumaini kila wakati, anaweza akakupa ahadi kama ya Abraham akimwambia wewe uzee wako utakuwa mwema kabisa na utakufa ukiwa umezeeka sana na utapumzika na wazee wako kwa amani kabisa. Bado kuna masomo mengi sana msikilizaji hapa katika sura hii ya 15. Lakini kwa sababu hatupo katika ajili, hatujaanza rasmi sasa katika habari za kufundishana moja kwa moja neno la Mungu, lakini tuko kwenye kipindi cha kuhakikisha kwanza kwamba tunaipata Biblia kwa njia ya kusikiliza, naomba nisiende mbali. Lakini kumbuka kauli ambayo anasema ile dhambi ya Waamori bado haijafika. Kuna kiwango ambacho Mungu anasema kuna kiwango cha dhambi kikifika hawezi kuvumilia tena. Anasema sasa hao Waamori hao wataondoka na nchi utaichukua wewe, lakini itabidi kwanza kizazi chako kipelekwe huko utumwani kikae miaka 400, kwa sababu hawa watu jinsi ninavyowaona ni wajeuri na dhambi zao wanaendelea kutenda, hawatabadilika. Lakini sasa kwa sababu hawatabadilika kwa muda huu, bado dhambi zao hazijafika level ya mimi kuwapiga na kuondoa katika nchi. Kwa hivyo wewe utapumzika kwa amani, lakini kizazi chako kitachukuliwa mateka, lakini hatimaye mtarudi na kuitawala nchi. Kumbe tena kuna kiwango cha dhambi ambacho kikifika Mungu hawezi kuvumilia tena. Anyway, ni masomo ya siku nyingine, lakini nikutakia tukila la heri, uendelee kufuatana na sisi hadi mwisho wa masomo haya tutakapofika mwisho. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae pamoja na sisi sote sasa na hata milele. Amina.